Tanzania moja kijiografia iko katika ukanda wa bahari ya Hindi ambapo kuna bandari ya Dar es Salaam. Lakini vile vile siasa za Tanzania kwa muda mrefu na tamaduni zake zimekuwa ni siasa za kufungamana upande wowote. Kwa hiyo ukiangalia kati ya Kenya, ukaangalia Uganda, ukaangalia Sudani, DRC, Tanzania inaonekana ni nchi ambayo siasa zake ni za mazungumzo, ni siasa za kuelewana na kila mmoja na zifungamani upande wowote, lakini ina faida au ina advantage ya kuwa na bahari ambayo inatumia bandari. Sasa ukiangalia bandari ya Dar es Salaam ukilinganisha na Mombasa, ya Dar es Salaam iko karibu kwa Rwanda kuliko Mombasa, na isitoshe ndani ya Tanzania kuna muunganiko wa nasaba za aina hiyo za Wanyarwanda na watu hao kwa ujumla. Kwa hiyo kumbe hilo ndilo kubwa linaloonyesha kwamba katika ukanda wa Afrika Mashariki Tanzania anaweza kawa mshirika wa karibu wa Rwanda kuliko mataifa mengine. Ushirikiano huu wa kibiashara unaotajwa na viongozi hawa wawili utawanufaisha vipi wananchi wa kawaida katika maisha yao ya kila siku? Ujue kwanza kuna miradi karibia 42 ilifunguliwa kutokana na uwekezaji wa kampuni za Rwanda nchini Tanzania, lakini vile vile kuna bidhaa ambazo zimetoka Tanzania na kupelekwa Rwanda ambazo imefikia takriban bilioni 645. Hizo zote ni ajira, lakini kwa wakati huo zinajenga mahusiano kati ya watu na watu ndani ya mataifa haya. Kwa hiyo tunaposema inanufaishaje, inanufaisha katika ile sura pana ya kodi ambazo tunazipata, ni vile vile kazi ambazo watu wanapata ajira na makato mengine ya serikali ya kikodi ambayo yanatokana na utendaji kazi huo. Kuna mpango wa ujenzi wa reli kutoka Tanzania hadi Rwanda. Je, uliweza kuzungumzwa jana kwenye mkutano wa marais hao wawili? Hilo jambo lilijadiliwa kwenye mkutano wa jana. Wakaeleza kwa waandishi wa habari katika komiti yao kwamba wataendelea kushirikiana kuhakikisha angalau kuna kuwepo ujenzi wa reli mpaka Kigali, ikiwa na misingi ya kuboresha usafirishaji wa watu, lakini vile vile na bidhaa katika mataifa hayo. Je, changamoto za kiusalama ndani ya ukanda wa eneo la Maziwa Makuu zinaweza kuathiri kasi ya ushirikiano huu? Nini kifanywe? Ni kweli inaweza kuathiri, kwa sababu pale ambapo hakuna utulivu katika mataifa haya na kukawepo fujo za aidha zitokanazo na siasa na chaguzi, au basi kuwa na watu wa kuhasi kwenye haya mataifa, ni dhahiri yanahatarisha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakutakuwepo utulivu wa kushughulika na shughuli za kiuchumi na uzalishaji utadorora. Kwa hiyo kumbe swala la usalama ni swala mtambuka sana kuhakikisha mataifa haya yanafanya vizuri katika uzalishaji wao. Hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa pili kwamba nini kifanyike, ni kuendelea kuwa na ushirika wa kimkakati wa pamoja wa kuona hizi wanavyoweza kufadhili shughuli za ulinzi na usalama, na hasa operations mbalimbali ambazo zinalenga katika matumizi ya madawa ya kulevya, upotevu wa watu, manake human trafficking na human smuggling, masuala yanayohusiana na ugaidi, ujangili na masuala mengineyo ambayo yanahusisha ile tunaita cross border crime. Your Excellency, this is the end of inspection. May I have your permission to carry on with Governor, Your Excellency?